Katika video hii tunakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuongeza wanaokutegemea kwenye maelezo yako ya SHA. Unapoingia kwenye maelezo yako ya SHA, hapa ndipo unaanzia. Unapaswa kwenda moja kwa moja kwenye sehemu ya kuongeza wanaokutegemea. Unabofya ongeza wategemezi, yani add dependents. Kisha unapata chaguzi za kuchagua kama ni mtoto wako wa kuzaa, mtoto wa kupangwa yani adopted, mtoto aliye chini ya ulezi wako yani local parentis, mume au mke. Kwa mfano wakati huu tunachagua mtoto wa kuzaa, kisha unaendelea na kuchagua umri wa mtoto. Kwa mfano wetu ni mtoto wa chini ya umri wa miaka 18, kwa hivyo tunachagua chaguo hilo. Baada ya hapo, unatakiwa kuchagua tarehe ya kuzaliwa kwa mtoto huyo. Mfumo utakuletea kalenda ambapo utachagua tarehe ya kuzaliwa kwa mtoto huyo. Kisha unatakiwa kuingiza nambari ya cheti cha kuzaliwa cha mtoto. Iwapo huna cheti cha kuzaliwa cha mtoto, unaweza kutumia nambari ya notisi ya kuzaliwa, yani notification number. Baada ya kuingiza nambari ya cheti cha kuzaliwa kikamilifu, unaendelea kuandika jina la ukoo yani surname la mtoto kulingana na cheti cha kuzaliwa, kisha jina la kwanza na la kati kulingana na cheti hicho. Ikiwa mtoto hana jina la kati, unaweza kuweka kistari kifupi yani dash. Kisha unaweza kupakia cheti cha kuzaliwa cha mtoto na picha ya pasipoti ya mtoto ikiwa unayo. Baada ya hapo unatakiwa kuonyesha jinsia ya anayekutegemea, ni mvulana, ni msichana au amechanganya jinsia. Pia unatakiwa kuonyesha kama ana ulemavu au la, na kama ameshawahi kuvunja sheria. Iwapo jibu ni la, unaashiria katika maswali hayo yote. Baada ya kujaza taarifa zote, hakikisha unahifadhi yani save. Ukihifadhi, utaona ujumbe sehemu ya juu ya kulia unaosema anayekutegemea ameongezwa kwenye maelezo yako ya SHA. Maandishi hayo yatakuwa kwa rangi ya kijani. Baada ya hapo, unaweza kwenda kwenye maelezo yako kudhibitisha ni nani wanaokutegemea. Mfumo utakupa maelezo ya kila anayekutegemea kulingana na ulivyomuingiza. Ikiwa una watu wengine wanaokutegemea, unaweza kuendelea kuwaongeza mmoja baada ya mwingine kwenye maelezo yako ya SHA ikiwemo mume au mke. Na unabofya tena sehemu ya wanaokutegemea yani dependents, utapata muktasari wa wanaokutegemea na utaweza kuona taarifa zao kama ulivyoziingiza. Pia unaweza kuwaondoa wanaokutegemea au kuwaongeza wengine. Kama unavyoona sehemu ya juu ya kulia, una uhuru wa kurekebisha taarifa kwenye orodha ya wanaokutegemea wakati wowote. Hivyo ndivyo unavyoongeza wanaokutegemea kwenye maelezo yako ya SHA.